Naam, shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na ikiwa wewe ndo kwanza unaungana nasi, ni habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10+, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA imetiliana saini mkataba wa upangishaji wa ardhi kwa wawekezaji kutoka kampuni ya HWTZ Holdings Limited ya China yenye lengo la kuwekeza katika eneo la kongani ya viwanda Bagamoyo utakaogharimu dola bilioni 3 hadi kukamilika kwake pamoja na kuzalisha ajira 5,000. Tupate taarifa kamili. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu TISEZA Gilead Terry amesema kwa kuanza viwanda vitatu vitajengwa ikiwemo cha kuunda magari, huku akiitaja kampuni hiyo kuwa inaongoza nchini China kwa uzalishaji wa chuma na bidhaa zake, huku akisitiza kuwa ardhi ya uwekezaji haiuzwi bali inapangishwa kwa kipindi cha miaka 33. Amesema kwa sasa Tanzania inakuwa kwa kasi katika sekta ya viwanda vya kuunganisha magari, kwamba mwaka 2021 kulikuwa na kiwanda kimoja hadi kufikia 4 2025. Akatumia fursa hiyo kuwataka Watanzania kutumia fursa hiyo kwa kushirikiana na wageni kuwekeza katika eneo hilo. Na tumewekeana mkataba kwamba viwanda vitatu vitakamilika kabla ya mwisho wa mwaka huu, na tutaomba viongozi wetu kwenda kuweka jiwe la msingi. We almost started today, we signed the contract. But the site work almost started already. We started the site clearance, so we are preparing to construct the modern industrial park. Amesitiza kuwa viwanda hivyo vitajikita zaidi katika utunzaji wa mazingira kwa maana ya kutumia gesi asilia kutoka Mtwara pamoja na kujenga miundombinu bora na ya kisasa, ikiwa ni miongoni mwa makubaliano yao. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Asante Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Tanzania imeadhimisha siku ya viwango kitaifa kwa kutoa tuzo kwa wanafunzi 10 walioshinda uandishi wa insha, shindano lililolenga kuongeza uelewa juu ya umuhimu wa matumizi ya viwango hapa nchini, ambalo linaratibiwa na Shirika la Viwango Tanzania TBS likishirikiana na Shirika la Viwango Barani Afrika ARSO. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Akizungumzia shindano hilo, kaimu mkurugenzi mkuu TBS Dr. Candida Ndibalema amesema shindano hilo lilishirikisha vyuo vya elimu ya juu 33 na insha 522 zilipokelewa, ambapo kupitia mchujo mkali kutoka kwa majaji washindi 10 walipatikana, ambao 5 wa kwanza watapelekwa kushindana ARSO. Amesema kupitia maadhimisho hayo TBS wanapata fursa ya kukumbusha uzalishaji muhimu wa viwango vya ubora wa bidhaa zao, ikiwa ni chachu muhimu ya kuifanya biashara kukubalika na kuwa endelevu kitaifa na kimataifa. Viwango vina umuhimu mkubwa katika kukuza biashara, kwani vinawezesha bidhaa na huduma kukidhi matakwa ya vigezo vya ubora na usalama vinavyokubalika, na wafanyabiashara wanaozingatia matakwa ya viwango wamekuwa wakipata kwa urahisi fursa za masoko ya ndani na nje ya nchi. Ushindani ulikuwa mkali. Washiriki wameonyesha uwezo wao wa kufikiri kwa kina na kutoa mawazo ambayo yamechochea tafakuri pana kwa TBS na ARSO. Tukio hili muhimu linaadhimishwa ili kuhamasisha matumizi ya viwango katika kukuza ubora wa bidhaa na huduma, kuimarisha ushindani wa kibiashara na kulinda afya, usalama na mazingira ya jamii. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo, na Esther Mtebe atakuwa hapa kutupitisha kwa upande wa habari za michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.